Mungu wa mbinguni awabariki sana. Kabla yote nipende kuchukua nafasi ya kukushukuru mkurugenzi ambaye umejitoa kwa ajili ya kazi hii njema machoni kwa watoto na mbele za Mungu. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Kazi hii si nyepesi, ni kazi ngumu, ni kazi ya kujitoa. Na ndio maana wakati fulani tunafika tunasema wanadamu hawawezi kulipa, lakini yupo Mungu wa mbinguni atakaye kulipa. Wakati wengine hawataki watoto wanawatupa, lakini wewe unawakusanya. Ili jambo ni jambo jema mbele za Mungu. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Na sisi watoto pamoja na mkurugenzi ni kanisa la Mlimani Temple Tanzania. Tuko Majengo B na niliyesimama mahali hapa ni askofu mkuu. Nimeambatana na viongozi mbalimbali ambao watajitambulisha, lakini tumeona ni vizuri na sisi tufike mahali hapa ili tuweze angalau kukutia moyo wewe pamoja na watoto, kuwatia moyo. Nia yetu na faraja yetu ni kuwaona watoto hawa wanaishi katika hali ya furaha na amani. Kwa kweli tunawapenda watoto. Mungu awabariki sana. Na tunafarijika sana bila ambavyo tunawakuta namna hii uko katika hali ya uchangamfu, mioyo yetu inafarijika. Mungu wa mbinguni awabariki. Na watoto napenda niwatie moyo kwamba baba yenu ni mzuri na mpende baba yenu. Amejitoa kwa moyo kuwalea. Sio kazi ndogo. Kuna watu walikuwa hawataki, walitamani wawatupe za poleni, lakini baba yenu na baba yetu ameona ni vizuri awatunze walewe. Na niwaeleze jambo moja, Mungu awasaidie katika hili. Mwe watifu, mwe waaminifu, mwe wacha Mungu. Mbele yenu kuna kitu Mungu amekiandaa. Leo hii uko mahali hapa, lakini kesho kutwa tutakuja kusikia wewe ni rais wa Tanzania. Mwaheshimu. Biblia inasema mheshimu baba yako na mama yako ili uishi miaka mingi. Sasa huyu anayewalea pia ni mama mzazi. Kwa hiyo mama wakati fulani anaweza kusema kachote maji wanao. Usikatae. Umtii mama yako. Jambo lolote mama anaposema uwe mnyenyekevu, mtii, usikilize. Nasikia watoto wazuri. Na wakati fulani mama anaweza akachukia kidogo, akakuchapa hata kofi kidogo. Kwa hiyo usimchukie mama, mpende. Ujue anataka uende kwenye njia iliyo njema. Nasikia watoto wazuri. Tumeona watoto wengi ambao wamelelewa katika mazingira haya. Wengi wao wamesoma na wengine ni mawaziri, wengine ni viongozi wakubwa, lakini siku ya siku ni shukrani mbele za Mungu. Yawezekana wewe usingekuwepo, lakini huyu akasema nileteni nimlee. Kwa hiyo ni jambo la kumshukuru Mungu kumpata mtu kama huyu. Amina. Wengi tuna akili, tuna nyumba, tuna pesa, lakini uwezo wa kukusanya watu kama ninyi haupo. Na wengine tunakimbilia kujenga majumba ya kifahari, lakini akasema hapana, mimi ni walee watoto kama hawa. Ni jambo la kumshukuru Mungu aliye juu. Kwa hiyo watoto wazuri, Mungu wa mbinguni awabariki kwa kuwepo mahali hapa. Naomba muwe wanyenyekevu, muwe watifu, muwe waaminifu, na mjue kwamba baba yenu anawalea katika njia iliyo salama na iliyo njema. Kwa hiyo ninawaombea baraka mbele za Bwana, na Mungu awatie nguvu. Msijione wapweke, mjione mko na baba yenu aliye hai. Baada ya kusema maneno haya, kabla sijawainua viongozi wenzangu nilioambatana nao
waseme mawili matatu, wacha niombe kwa ajili ya watu.